Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Awali ya yote mshukuru Mwenyezi Mungu wa rehema kwa kuweza kufikisha leo katika mashindano yetu haya ya Ujirani Mwema katika siku hii kwa ajili ya ngao ya hisani. Niwapongeze timu zote ambazo tumeambiwa na timu moja ambayo ndio ilikuwa bingwa na nyingine ilikuwa mshindi wa pili. Niwapongeze kwa ushindi uliopita, niwatakie mafanikio leo, apatikane mshindi yeyote atakayecheza vizuri. Lakini nipongeze kamati nzima ya maandalizi ya ligi hii ambayo imekutanisha timu 40 zinazotoka katika wilaya ya Dodoma mjini, na slogan ya mashindano haya ni Ujirani Mwema. Kwa kuwa ni Ujirani Mwema, basi na muasisi wa mashindano haya Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde kwa kushirikiana na mbunge mwenzie wa jimbo la mjini, na wao wameonyesha kwa vitendo Ujirani Mwema, kwa sababu mashindano haya leo yanafanyika hapa katika uwanja wa jimbo la mjini, lakini mdhamini mkuu wa mashindano haya ni mbunge wa jimbo la Mtumba Mheshimiwa Anthony Mavunde. Kwa hiyo wao kuonyesha Ujirani Mwema ndiko kulikopelekea leo mashindano yaliyoandaliwa na mbunge wa Mtumba yanafanyika katika jimbo la mjini. Kwa hiyo tukiamini na nyinyi timu hizi zinazoshiriki hapa mtaendeleza Ujirani Mwema huu, mtacheza mashindano haya kwa upendo, kwa amani na ushirikiano na wachezaji bora. Kwa hiyo yote ameonyesha jinsi gani ana dhamira njema, na aliahidi wakati majimbo yanagawanywa, watu walipata hofu wakasema mashindano haya kwa kuwa ni muasisi huenda yangekufa, lakini alisema yataendelea hata kama hayuko jimbo la mjini. Na pia yuko jimbo la Mtumba na mashindano kule yameendelea kufanyika katika jimbo la mjini. Ukweli ameonyesha upendo, ameonyesha ushirikiano mwema. Binadhani zawadi kubwa ni mashindano haya yafanyike kwa upendo, kwa amani na mshikamano. Niwatakie mashindano mema, Mungu awabariki sana, asanteni sana. Mimi naitwa Freddy B. Kenya na ni kocha msaidizi wa timu ya Young Lion. Tumepata ushindi, tulikuwa na mechi nzuri, tumepata nafasi nyingi, tumetumia na kulingana na makosa waliofanya wenzetu. Furaha yetu iko juu kwa sababu huu ni mwanzo wa mashindano. Mwanzo wa mashindano inabidi uanze vizuri ili uwe na matarajio ya kufanya vizuri baadaye. Unatoa salamu gani kwa timu ambazo utakutana nazo siku zijazo? Wajipange kwa sababu sisi tumejipanga kama tulivyoona kwenye ufunguzi tumefanya vizuri. Kwa hiyo huu tunategemea mwendelezo uwe mzuri, tuendelee kufanya vizuri kwenye mashindano, na mechi yetu ya kwanza ya makundi itakuwa tarehe 8 mwezi wa 6. Kwa hiyo tunategemea tufanye vizuri zaidi ya tulivyofanya leo. Huu ni mwanzo kwa wapinzani wajipange. Unawaambia nini mashabiki na wapenzi wa timu ya Young Lion? Mashabiki waendelee kuja kwa sababu bila wao hamna kitu tunafanya sisi. Makocha, viongozi, wachezaji wanafanya kazi kwa ajili ya mashabiki. Kwa hiyo waendelee kuja kwa ajili ya kuona timu yao inafanya vizuri, waisupport timu yao, waipe nguvu ili tufanye vizuri zaidi tulifanya leo. Nakushukuru sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Festo Steven, kocha wa Mkozi. Mchezo leo umepoteza katika ngao ya jamii. Kwanza unajisikiaje kupoteza kwa mchezo huo? Kwanza naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mchezo salama. Ila cha pili nitaenda kuongea na vijana wangu na matukio la mazoezini, tuongea, tutajipanga, next mechi tutakuja vizuri. Mwamko ukoje kuelekea katika michezo ijayo? Unavyoona vijana wana morali ya juu, kumaliza
tucheze salama bila kuwa na injury. Tutaenda kujipanga katika namili ya fukuja uwanja. Unawaambia nini mashabiki wa timu ya Mkonze FC kuelekea katika michezo yako ijayo? Anaambia shabiki wa Mkonze wasichoke. Hii ndio timu yao. Waje wasapoti watoto wao. Ndio hivyo tunasapotiana, wasapoti madogo zao ili tuweze kukamilisha jambo tuweze kufika fainali kama lengo letu la msimu uliopita kufika fainali hivyo tu. Hii mechi ya leo ilikuwa ni mechi ya ufunguzi ya mashindano ya ujirani mwema Mavunde Ndondo Cup. Na mashindanapo watu wawili basi mmoja kushindwa. Kwa hiyo aliyeshinda naomba kapteni asogee ni mkabidhi ngao ya jamii ambayo ni kwa ajili ya ufunguzi wa mashindano haya. Nawatakia kila la heri na uendelevu wa mashindano. Kwa majina naitwa Mohamed Yasini au almaarufu CEO mratibu wa mashindano ya ujirani mwema Mavunde Ndondo Cup 2026. Mashindano yetu yamekaa sawa kwa msimu huu. Tunachoshukuru tumepata timu 40. Tumegawa kwenye makundi matano ambapo kila kundi moja litatoa timu 3 na best loser mmoja kwenda hatua inayofuata. Mchezo umemalizika, unazungumzieje mchezo wenyewe ndani ya dakika 90? I say safari hii kazi ipo. Manake mpira uliopigwa hapa yani ni wa kiwango kikubwa sana. Vijana wanajitahidi. Sawa. Na hii ndo fursa kwa timu zetu hapa Dodoma Jiji, Gunners, sawa, timu zote za hapa Dodoma kuja kukaa kuscout hapa vijana. Leo ndio mashindano haya yamezinduliwa rasmi katika ule mchezo wa ngao ya jamii. Ungependa kuambia nini wakazi wa Dodoma ambao hivi sasa wanatuangalia kupitia Mkupa TV? Mimi kauli yangu ni moja tu, ujirani wetu ni ushirikiano wetu. Sawa? Wafike viwanja vya mtekelezo. Kesho zitapigwa mechi mbili. Mechi ya kwanza itakuwa saa 8:30, mechi ya pili saa 10:30. Labda tuambie kwa upande wa zawadi umekaije? Mpaka sasa hivi zawadi hatujaitangaza. Ila ni zawadi itakuwa kubwa kuzidi ya mwaka jana. Kumekuwa na waandaaji baadhi wanaoandaa mashindano mbalimbali wanatangaza zawadi, lakini mwisho wa siku wanaishia mitini. Ujirani mwema Ndondo Cup kamati yenu imejipanga vipi kwa hilo? Tunaposema ujirani mwema Mavunde Ndondo Cup, hii tunaenda season ya 16. Sawa, hatujawahi kuishia njiani. Fainali inapigwa, bingwa anapewa zawadi yake pale pale. Tunakuwa amepata chake, tumemaliza shughuli yetu. Mwaka wa 16 na sizoni hii tulipata timu zisizopungua 67, tumekata timu 27, tumebakia na timu 40. Ulinzi na usalama ukoje kwa upande wenu katika mashindano haya? Kwa kusema kweli tumejipanga sana kwenye swala la ulinzi. Yaani ni tumejipanga, tuna ulinzi wa hali ya juu. Sawa, mtu akitaka kuona aje kujaribu. Waamuzi nao mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba mnapata waamuzi wenye viwango wenye kuweza kuchezesha mashindano makubwa kama haya? Yaani cha kwanza cha kusifu msimu huu, sawa, tumepewa ile package quality ya kwanza kabisa mkoa wa Dodoma kwa waamuzi. Yaani watu waje washuhudie burudani nzuri, waamuzi tunao wa grade ya kwanza kabisa. Kauli mbiu ya mashindano kwa msimu huu mpya kabisa ni ipi? Kauli mbiu yetu msimu huu, ujirani wetu ndio ushirikiano wetu. Kwa upande wa mashabiki sasa ambao wengi wao huja uwanjani wakati mwingine wakiwa na matokeo, ungependa kuambia neno gani? Napenda kuambia mpira ni dakika 90.
Sawa, aliyejiandaa vizuri ndiye atakayepata matokeo. Ukija na matokeo ya Jacob bodi tofauti, kwa sababu mganga hachezi. Nakushukuru sana. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.